Uliwezaje kuwa mzembe kiasi hicho? Kwa sababu ya ulemavu. Akaamini maisha yake yameisha. Lakini hakujua miaka 5 baadaye angerudi na kukutana na mtu ambaye hatamtambua tena. Lakini watu husahau haraka. Kijijini palikuwa na msichana mmoja mrembo na mwenye ndoto kubwa maishani. Alijulikana kwa bidii yake na tabia yake ya upole iliyowavuta wengi waliomzunguka. Siku moja alikutana na kijana mmoja wa kawaida sana. Hana mali nyingi, hana umaarufu, lakini alikuwa na moyo wa dhati na upendo wa kweli. Wawili hawa walipoanza kuzungumza, kulikuwa na kitu cha kipekee kilichowaunganisha. Haikuwa pesa wala hadhi, bali ni uelewano na matumaini ya maisha bora ya baadaye. Mahusiano yao yalikuwa kwa kasi, yakijengwa juu ya heshima na upendo wa kweli. Kila mmoja aliona thamani ya mwenzake na waliamini kuwa pamoja wangeweza kushinda changamoto yoyote. Baada ya muda, waliamua kufunga ndoa, wakiahidi kusimama pamoja katika nyakati zote nzuri na ngumu. Siku za mwanzo za ndoa yao zilijaa furaha isiyoelezeka. Walicheka pamoja, walipanga ndoto zao pamoja na walijiona kama timu isiyoshindika. Ingawa maisha yao hayakuwa na utajiri mkubwa, waliridhika na kile walichokuwa nacho. Walikuwa na amani ya moyo, jambo ambalo wengi wenye mali hawakuwa nalo. Kila jioni walikaa pamoja wakijadili mipango yao ya baadaye, kujenga nyumba yao, kuanzisha biashara na hatimaye kulea familia yenye upendo. Dada alimuona mume wake kama nguzo yake, na mwanaume naye alimthamini mke wake kama baraka kubwa maishani mwake. Hakuna aliyedhani kuwa furaha ile ingeweza kubadilika. Kwao, maisha yalionekana kuwa safari ndefu ya matumaini na upendo. Siku moja ambayo ilianza kama siku nyingine ya kawaida, maisha yao yaligeuka ghafla kwa namna ambayo hawakuwahi kuitegemea. Asubuhi hiyo, mume aliamka mapema kama kawaida. Akajiandaa kwenda kazini huku akimuaga mke wake kwa tabasamu na maneno ya matumaini. Hakukuwa na dalili yoyote kuwa siku hiyo ingebeba huzuni kubwa kiasi kile. Akiwa njiani, barabara ilikuwa na pilika za kawaida, magari yakipita kwa kasi, watu wakikimbizana na shughuli zao. Ghafla, kwa sekunde chache tu, hali ilibadilika. Gari moja lilipoteza mwelekeo na kugonga kwa nguvu, likasababisha ajali mbaya iliyomhusisha. Kelele za breki, vishindo vya magari na vilio vya watu vilijaza hewa. Ndani ya vurugu hiyo, maisha yake yalining'inia kwenye mstari mwembamba kati ya uhai na mauti. Alipofikishwa hospitalini, madaktari walipambana kwa kila njia kuokoa maisha yake. Saa zilipita kama ndoto mbaya isiyoisha. Mke wake alipata habari hizo na kukimbia hospitalini akiwa na hofu isiyoelezeka. Alipomwona mume wake akiwa kitandani, amejaa majeraha na ameunganishwa na mashine mbalimbali, moyo wake ulipasuka kwa maumivu. Baada ya siku kadhaa za matibabu, ukweli mchungu ulijitokeza. Madaktari walimweleza kuwa ingawa maisha yake yameokolewa, ajali ile ilikuwa imeacha athari kubwa, asingeweza tena kutembea kama zamani. Ulemavu huo ulikuwa wa kudumu. Habari hiyo iliwatikisa wote wawili. Ndoto zao walizokuwa wamezijenga pamoja zilionekana kuporomoka mbele ya macho yao. Maisha yao yalibadilika ghafla kutoka furaha na matumaini hadi kuwa safari ya majaribu na changamoto. Mwanzoni kabisa, baada ya ajali ile mbaya, dada alijitahidi kuwa nguzo imara kwa mume wake. Alimhudumia kwa upendo, akihakikisha anapata kila anachohitaji. Alikesha hospitalini, alimlisha, alimfariji na kumtia moyo kila alipohisi kukata tamaa. Kwa nje, alionekana mwenye nguvu na subira ya kipekee, kana kwamba angeweza kubeba mzigo huo milele. Lakini kadri siku zilivyogeuka kuwa wiki na wiki kuwa miezi, hali ilianza kubadilika taratibu. Uchovu ulianza kujitokeza, si wa mwili tu bali wa moyo pia. Kila siku ilifanana na nyingine, kuamka mapema, kufanya kazi za nyumbani, kumhudumia mume na kukabiliana na changamoto zisizoisha. Hakukuwa tena na muda wa ndoto zao za zamani wala mipango yao ya furaha. Ndani ya moyo wake, alianza kuhisi mzigo mzito. Alijiuliza maswali mengi kimya. Je, hivi ndivyo maisha yangu yatakuwa milele? Ndoto zangu zote zimeishia hapa. Mawazo haya yalianza kumtenganisha polepole na mume wake, hata kama bado walikuwa chini ya paa moja. Tabia yake ilianza kubadilika bila yeye mwenyewe kugundua haraka. Alianza kuwa mkali, mara nyingi aliongea kwa hasira au kimya mzito. Vitu vidogo vilivyokuwa havimsumbui hapo awali vilianza kumkera. Wakati mwingine alijikuta akimkwepa mume wake,
akitafuta visingizio vya kutoka nje au kukaa mbali naye. Upendo ule wa mwanzo ulianza kufifia, ukibadilishwa na hisia za kuchoka na kukata tamaa. Alianza kuona maisha yake kama yamefungwa katika hali ambayo hakuichagua. Ndani kabisa ya nafsi yake, tamaa ya maisha rahisi na yenye furaha ilianza kuchukua nafasi ya uvumilivu na kujitoa. Kadri muda ulivyopita, mawazo yaliyokuwa yakimtesa kimya kimya yalianza kuwa sauti kubwa ndani ya moyo wake. Hakukuwa tena na amani aliyokuwa nayo mwanzoni mwa ndoa yao. Kila siku alipoamka, alihisi kama anabeba mzigo mzito usio na mwisho. Alimtazama mume wake, si kwa jicho la upendo kama zamani, bali kwa jicho la huzuni na kukata tamaa. Alianza kujilinganisha na wanawake wengine, wale waliokuwa na waume wenye nguvu, waliokuwa wakiishi maisha ya furaha na mafanikio. Moyoni mwake alihisi kama ameachwa nyuma, kama ndoto zake zote zimezuiwa na hali ya mume wake. Mawazo ya maisha bora yakaanza kumvutia zaidi kuliko ahadi alizowahi kutoa siku ya ndoa. Usiku mmoja, baada ya siku ndefu na yenye uchovu, alikaa peke yake akitafakari maisha yake. Alikumbuka ndoto zake za zamani, kusafiri, kufanikiwa, kuishi maisha yenye uhuru. Ndoto hizo zilionekana mbali sana na uhalisia aliokuwa nao. Ndani ya moyo wake, alihisi kuwa kama angeendelea kubaki, angezidi kupoteza muda na nafasi ya kufikia alichokitaka maishani. Hatimaye, alifanya uamuzi ambao ulionekana kuwa rahisi kwake wakati huo, lakini ulikuwa mzito kwa matokeo yake. Aliamua kumwacha mume wake. Hakukuwa na kelele nyingi wala mabishano makubwa, ni maneno machache tu yaliyobeba uzito wa mwisho wa ndoa yao. Alimwambia kwa sauti ya baridi kuwa hawezi kuendelea na maisha hayo tena. Alidai kuwa anahitaji kujifikiria yeye mwenyewe na mustakabali wake. Ingawa maneno yake yalikuwa tulivu, yalikuwa kama kisu kinachochoma moyoni mwa mume wake. Bila kuangalia nyuma sana, alikusanya vitu vyake na kuondoka, akiamini kuwa anaenda kutafuta maisha bora zaidi. Aliacha nyuma si tu mume wake, bali pia ahadi zao, kumbukumbu zao na sehemu ya moyo wake aliyokuwa ameijenga pamoja naye. Baada ya mlango kufungwa na sauti ya hatua zake kupotea mbali, ukimya mzito ulitanda ndani ya nyumba ile ndogo. Mume alibaki peke yake, akiwa amekaa pale pale alipokuwa wakati maneno yale ya mwisho yalipotamkwa. Hakujua aanze wapi. Maumivu aliyoyahisi hayakuwa ya mwili pekee, bali yalichoma ndani kabisa ya moyo wake. Kila kona ya nyumba ilimkumbusha mke wake. Kiti walichokaa pamoja jioni, vikombe walivyotumia kunywa chai, hata ukuta uliokuwa na picha zao za zamani, vyote vilionekana kumdhihaki kwa kumbukumbu za furaha iliyopotea. Alijaribu kujizuia, lakini machozi yalimtiririka kimya kimya. Kwa mara ya kwanza tangu ajali ile, alihisi upweke wa kweli. Siku zilizofuata zilikuwa ngumu zaidi. Hakukuwa na mtu wa kumsaidia kama awali wala wa kumtia moyo. Kila kitu kilihitaji juhudi mara mbili zaidi. Wakati mwingine alijikuta akijiuliza, kwa nini yote haya yamenitokea? Lakini majibu hayakuja. Hata hivyo, ndani ya maumivu hayo, kulianza kuwaka mwanga mdogo wa mabadiliko. Alianza kutambua kuwa ingawa ameumizwa, bado yuko hai. Alikuwa bado na nafasi ya kufanya kitu na maisha yake. Mawazo ya kukata tamaa yalikuja mara nyingi, lakini hakuyaruhusu yamtawale. Polepole, alijifunza kukubali hali yake. Alianza kufanya mazoezi madogo ya kujitegemea, akijifunza namna ya kufanya mambo kwa njia mpya. Kila hatua ndogo aliyopiga ilimpa nguvu ya kuendelea mbele. Alianza kwa kujifunza vitu vidogo alivyoweza kuvifanya akiwa katika hali yake. Alitumia muda mwingi kusoma, kuuliza na kujaribu. Kila alipojifunza kitu kipya, alihisi kama amepata sehemu ya maisha aliyokuwa amepoteza. Haikuwa rahisi, kulikuwa na siku za kushindwa, siku za kuchoka, na wakati mwingine alitaka kuacha kabisa. Lakini alijikumbusha sababu yake. Hakutaka tena kuwa tegemezi wala kuishi kwa huruma ya wengine. Baada ya muda, aligundua anaweza kufanya biashara ndogo. Akaanza kwa rasilimali chache sana, kiasi kidogo cha pesa na ujasiri mkubwa. Mwanzo haukuwa wa kuvutia, wateja walikuwa wachache, faida ilikuwa ndogo na changamoto zilikuwa nyingi. Lakini hakurudi nyuma. Kila siku alijifunza kitu kipya kuhusu biashara, jinsi ya kuvutia wateja na namna ya kusimamia kile kidogo alichokuwa nacho. Pole pole juhudi zake zilianza kuonekana.
watu walianza kumtambua kwa bidii yake na huduma yake nzuri. Biashara yake ilianza kukua hatua kwa hatua. Kila mafanikio madogo yalikuwa kama ushindi mkubwa kwake, yakimpa nguvu ya kuendelea kupambana. Ndani ya safari hiyo, alijenga kitu kikubwa zaidi ya pesa, alijenga imani ndani yake mwenyewe. Aligundua kuwa ulemavu wake haukuwa mwisho wa ndoto zake, bali ulikuwa mwanzo wa safari mpya ya kujitambua na kujithamini. Na kwa kila hatua aliyopiga, alizidi kuwa mbali na maisha aliyoyaacha nyuma, akikaribia zaidi hatima mpya aliyokuwa akiijenga kwa mikono yake mwenyewe. Miaka ilivyopita, juhudi zake hazikubaki kuwa ndogo tena kama mwanzo. Kile kilichoanza kama biashara ya kawaida kilianza kubadilika taratibu na kuwa kitu kikubwa zaidi. Aliongeza maarifa yake kila siku, akijifunza mbinu mpya za biashara, jinsi ya kusimamia fedha na namna ya kupanua wigo wa wateja wake. Hakuridhika na mafanikio madogo. Kila alipopata hatua moja mbele, alitafuta njia ya kufika hatua nyingine kubwa zaidi. Kwa nidhamu ya hali ya juu, aliweka malengo na kuyafuata bila kuyumba. Alijenga mtandao wa watu waliomsaidia kukua, washirika, wateja waaminifu na watu waliovutiwa na hadithi yake ya kuvutia. Wengi walimuona kama mfano wa kuigwa, mtu aliyekataa kukata tamaa licha ya changamoto kubwa aliyopitia. Biashara yake ilianza kupanuka kutoka kiwango cha chini hadi kuwa kampuni inayoheshimika. Alianza kufungua matawi mapya, kuajiri wafanyakazi na kuwekeza katika miradi mingine. Mapato yaliongezeka kwa kasi na jina lake likaanza kusikika katika maeneo mbalimbali. Aligeuka kuwa si tu mfanyabiashara, bali pia kiongozi anayeheshimika katika jamii. Kila mafanikio aliyopata yalikuwa ushahidi wa nguvu ya uthabiti wake. Alikumbuka siku alizokuwa hana kitu, alipokuwa peke yake na maumivu yake. Sasa, alikuwa amesimama juu ya kilele alichokijenga kwa jasho na akili yake mwenyewe. Hatimaye, juhudi zake zilimfikisha katika kiwango ambacho hakuwahi hata kukiwaza mwanzo. Alikuwa bilionea. Miaka 5 ilipita kama upepo, lakini ndani ya muda huo, maisha ya dada yalipitia misukosuko mingi isiyotarajiwa. Alipoondoka, aliamini kwa dhati kuwa alikuwa amefanya uamuzi sahihi, kuanza upya na kutafuta maisha bora zaidi. Mwanzoni, alijikuta akifurahia uhuru alioupata, akijaribu kujenga maisha aliyoyatamani. Lakini kadri muda ulivyokwenda, mambo hayakwenda kama alivyotarajia. Alikutana na changamoto nyingi, ahadi zisizotimia, watu waliomkatisha tamaa na ndoto zilizobaki kuwa hadithi tu. Maisha aliyoyafikiria kuwa rahisi hayakuwa na tofauti kubwa na yale aliyoyakimbia, isipokuwa safari hii hakuwa na mtu wa kweli wa kusimama naye. Polepole, alianza kukumbuka maisha yake ya zamani, hasa ule upendo wa dhati aliouacha nyuma. Siku moja, baada ya tafakari ndefu, alifanya uamuzi mwingine, kurudi. Lakini safari hii, hakurudi kwa unyenyekevu kamili. Ndani yake bado kulikuwa na imani kuwa mume wake huenda bado yuko pale pale, katika hali ile ile ya udhaifu na utegemezi. Alijiambia labda atamkuta akiwa hajabadilika, na huenda atapata nafasi ya kurekebisha mambo kwa njia itakayomnufaisha yeye pia. Alipofika katika eneo alilokuwa akiishi mume wake zamani, moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Kila hatua aliyopiga ilijaa mchanganyiko wa hofu, matarajio na mashaka. Alijiuliza, nitakuta nini? Lakini bado alisonga mbele. Hakujua kuwa miaka ile 5 haikuwa tu kipindi cha kupita, bali ilikuwa imebadilisha kila kitu. Alikuwa anakaribia kukutana na ukweli ambao ungebadilisha mtazamo wake milele, ukweli ambao hakuwahi hata kuuwaza katika mawazo yake yote. Alipozidi kusonga mbele, macho yake yalianza kushuhudia mabadiliko ambayo hakuyatarajia hata kidogo. Mahali alipokumbuka kuwa pa kawaida na tulivu sasa palikuwa pamebadilika kabisa. Majengo mazuri, magari ya kifahari yakipita, na watu waliovalia nadhifu wakizunguka kwa shughuli zao. Alisimama kwa muda, akijaribu kuoanisha kumbukumbu zake za zamani na hali halisi aliyokuwa akiiona mbele yake. Alipowauliza baadhi ya watu kuhusu jina la mume wake, majibu yao yalimshangaza zaidi. Wengi walionyesha heshima kubwa walipolisikia jina hilo. Wengine walitabasamu kwa fahari, wakisimulia kwa ufupi mafanikio yake makubwa katika biashara na jinsi alivyobadilisha maisha ya watu wengi kupitia ajira na misaada mbalimbali. Kila neno alilosikia lilimchanganya zaidi. Hatimaye, alielekezwa kwenye jengo kubwa la kisasa lililong'aa kwa uzuri, ndipo alipokuwa akiishi na kufanya shughuli zake.
Dada alisimama mbele ya jengo hilo, moyo wake ukidunda kwa nguvu. Hakuamini kabisa kuwa hapo ndipo alipoishi yule mwanaume aliyewahi kumwacha kwa dharau. Alipoingia ndani, alikumbana na mazingira ya hali ya juu, mapambo ya kifahari, utulivu wa kuvutia, na watu waliokuwa wakimheshimu kila aliyekuwa akitajwa kama mmiliki wa mahali hapo. Kisha macho yake yakamwona. Alikuwa amekaa kwa utulivu, akionekana mwenye kujiamini na heshima kubwa. Ingawa hali yake ya kimwili haikuwa imebadilika, uwepo wake ulikuwa tofauti kabisa, ulijaa nguvu, mamlaka na mafanikio. Hakuwa tena yule mtu aliyemwacha akiwa dhaifu na asiye na matumaini. Kwa sekunde chache, dunia ya dada ilisimama. Alitambua kuwa alikuwa amekosea vibaya. Mwanaume aliyemwona mbele yake hakuwa tu tajiri, bali alikuwa amejijenga kuwa mtu mkubwa kuliko alivyowahi kufikiria. Dada alibaki amesimama kwa muda mrefu bila kujua la kusema. Maneno yote aliyokuwa nayo yalionekana kuyeyuka kabla hata hayajatoka kinywani mwake. Macho yake yalijaa majuto mazito alipomwangalia mwanaume aliyewahi kuwa mume wake. Hakukuwa na ule upendo wa zamani wala nafasi ya kurudisha muda nyuma. Kilichobaki ni ukweli mgumu uliokuwa mbele yake. Alijaribu kusogea karibu, lakini hisia za aibu na huzuni zilimzuia. Alikumbuka kila hatua ya maamuzi yake, siku alipochoka, siku alipoamua kuondoka, na siku alipoamini kuwa alikuwa akitafuta maisha bora. Sasa alielewa kuwa alikimbia pale alipostahili kusimama. Mwanaume yule alimwangalia kwa utulivu, bila hasira wala dharau. Badala yake, kulikuwa na hali ya ukomavu na hekima ndani ya macho yake. Alizungumza kwa sauti ya upole lakini yenye nguvu, akimkumbusha kuwa maisha hayapimwi kwa hali ya muda mfupi, bali kwa uthabiti wa moyo, akili na juhudi za mtu. Alimweleza kuwa ulemavu wake haukumzuia kujenga maisha mapya, bali ulimfundisha kupigana zaidi na kujithamini. Kila changamoto aliyopitia ilikuwa ngazi ya kumfikisha alipo sasa. Hakutegemea huruma ya watu, bali aliamua kutumia kile alichokuwa nacho: akili, uvumilivu na bidii isiyokoma. Dada alihisi machozi yakimtoka kimya kimya. Hakukuwa na maneno ya kujitetea yaliyobaki. Alikuwa amejifunza somo ambalo halikuwa na njia ya mkato. Alielewa kuwa alidharau moyo wa mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kujijenga upya hata pale ambapo dunia ilionekana kumwangusha. Hatimaye, alisimama mbele ya ukweli wake mwenyewe, kuwa maamuzi ya haraka yanaweza kubeba majuto ya maisha yote. Na somo kubwa zaidi alilopata siku hiyo, lilikuwa kwamba thamani ya binadamu haipimwi kwa kile anacho, au hali yake ya mwili, bali kwa nguvu ya ndani ya kusimama tena kila anapoanguka.